الحمد لله الذي لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kustaka rehema na amani zimwendee kiongozi wetu wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote, ndugu zangu katika imani, napenda kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kwani tunaamini ya kwamba sote tumeingia katika nyumba hii si kwa uwezo wetu wala ujanja wetu wala nguvu zetu, isipokuwa kwa mapenzi yake Allah tabaraka wa taala. Wapo wengi sana katika sisi walitamani kuhudhuria maeneo haya na kuingia katika nyumba hii, lakini Allah tabaraka wa taala amewazidia kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kwa uchache wa shukrani, kila mmoja kwa nafasi yake amshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kusema alhamdulillah. Ndugu zangu katika imani, naitumia fursa hii kuhusia nafsi yangu na kukuhusia nawe vile vile nafsi yako kunako swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Kwani ndugu yangu katika imani, juhudi yoyote ambayo utakaifanya katika dunia hii, endapo kama utaambatanisha juhudi hiyo na kumwogopa Allah tabaraka wa taala, basi wewe umefaulu katika haya maisha ya duniani na kesho akhera. Allah tabaraka wa taala anasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wacha Mungu, wana wale ambao wenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala kufaulu kuliko kwa kwema katika haya maisha ya duniani na kesho akhera. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, ama tukiangaza katika ukumbusho wetu wa leo, katika mada yetu ya leo ambayo ina kichwa cha habari kinachosema ya kwamba ni nani matendo yake yamekubalika. Kichwa cha habari kinachosema ya kwamba ni nani matendo yake yamekubalika. Ndugu zangu katika imani, mada hii ni adhimu. Mada hii naweza nikasema ina dhamana ya maisha ya mwanadamu katika haya maisha ya duniani na kesho akhera. Ndugu zangu katika imani, nimwombe Allah tabaraka wa taala aniwezeshe kuweza kuielezea mada hii kwa kiwango ambacho Allah tabaraka wa taala yeye atakachoniwezesha. Ndugu zangu katika imani, kabla ya kuangalia na ya kupata majibu ni nani matendo yake yamekubalika, jambo la kwanza kabisa tukumbushane kitu kimoja, alafu ndio twende tuiguse pointi hii adhimu. Ndugu zangu katika imani, mwanadamu katika haya maisha yake ambayo anaishi, huyu mwanadamu anapita katika marhala nne. Tuelewane vizuri hapa Waislamu. Mwanadamu kwenye maisha yake ambayo anaishi anapita katika marhala nne. Marhala ya kwanza mwanadamu anapita ni katika tumbo la mama yake, na marhala ya pili binadamu anapita katika marhala ya dunia, kisha marhala ya tatu mwanadamu anapita marhala ya barzakhia, maisha ya kabrini, na marhala ya mwisho ambayo mwanadamu anayapitia, hiyo ni ya mwisho, ni darul akhirah, darul qarar, darul hayawan.
Hiyo ndiyo nyumba ya akhera, na ndiyo nyumba ya mwisho, na ndiyo nyumba ya uhakika wa maisha yako wewe mwanadamu. Ndugu yangu katika imani, hivi sasa tumeshatoka katika marhala ya kwanza katika matumbo ya mama zetu, tupo katika marhala ya pili. Marhala hii ya pili ni marhala ya duniani. Wanawazuoni wanatuambia kila binadamu ameishi peponi, kila binadamu ameishi katika pepo ndogo. Pepo ndogo ni katika tumbo la mama yake, kwa sababu kwenye fuko la uzazi hakuna njaa, hakuna joto, hakuna baridi. Ni hali ambayo anaishi mwanadamu. Allah tabaraka wa taala yeye ndo anajua namna gani anaishi na joto lililoko ndani ya tumbo, lakini ndani ya fuko la uzazi ni maisha ambayo mwanadamu anaishi. Maisha ya peponi ni pepo ndogo, lakini anaondoka, anatoka, anapokuja duniani hapa anakuja kukutana na joto, anakuja kukutana na baridi, anakuja kukutana na njaa, anakuja kukutana na tabu mbalimbali. Ndugu zangu katika imani, kwa nini? Kwa nini akutane na hivi vitu vyote? Lianna dunya laysa darul qarar, kwa sababu hii dunia sio nyumba ya kuishi milele, kwa sababu hii dunia ni nyumba ya maandalizi, kwa sababu hii dunia Allah ameijalia kuwa ni shamba ambalo wewe unatakiwa ulime, na shamba hili ukishamaliza kulima mazao yake unaanza kwenda kuyatumia katika daru albarzakhia, katika nyumba ya kaburi, kisha na hiyo nyumba ya akhira utakwenda kutumia. Waislamu, tunayasema haya, kila mmoja anatakiwa azinduke kwenye dunia hii, anatakiwa aweze kutambua ya kwamba umrul insan fi hadhihi alhayati ad-dunya mahsurun. Umri wetu ambao Allah tabaraka wa taala ametupa kwenye dunia hii, katika maandalizi ambayo tuyafanya kwenye dunia hii, Allah tabaraka wa taala ametufungia, ametupa muda maalum wa kufanya maandalizi ya nyumba mbili ambazo ziko mbele yetu. Ndugu zangu katika imani, na Allah tabaraka wa taala akajalia daraja lako la maisha ya akhira ni kwa haya masiku ambayo Allah tabaraka wa taala wewe amekupatia uishi. Tokea ile siku ya kwanza unazaliwa katika dunia hii mpaka unaingia kabrini, Allah tabaraka wa taala akajalia yale masiku yote ambayo ulikuwa ukiishi ufanye maandalizi ya kutengeneza nyumba mbili ambazo zinazokufuata mbele yako. Ndugu yangu katika imani, ikiwa utaidhibiti nafsi yako, ukaielekeza nafsi yako katika maelekezo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyatoa na mtume wake, na ukaidhiwia nafsi yako na kutamani na vitu mbalimbali ambavyo wewe unavihitajia ambavyo vinakumkera Allah tabaraka wa taala, fa anta satakun min as-su'ada, wewe utakuwa katika watu wema katika hii dunia na kesho akhira. Ndugu zangu katika imani, kwa maana ukayafanya matendo ya kumridhia Allah tabaraka wa taala. Lakini ndugu yangu katika imani, ikiwa ukaiacha nafsi yako ifanye inavyotaka kwenye dunia hii, tambua ya kwamba ndugu yangu, na ukacheza mbele ya Allah tabaraka wa taala, ukamuudhi Allah tabaraka wa taala, akhira satandam, akhira utajuta. Kwa nini uliyatumia vibaya masiku yako katika dunia hii? Naomba nieleweke vizuri hapa Waislamu. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anasema wa an laysa lilinsani illa ma saa, mwanadamu hakuna atakachokipata isipokuwa kile ambacho alichokichuma yeye mwenyewe. Ikiwa atachuma kheri ataikuta kwa Allah tabaraka wa taala, ikiwa ataichuma shari ataikuta kwa Allah tabaraka wa taala. Wallahi ayuha almu'minun, ayuha alikhwa, ndugu zangu katika imani, nahnu la narif
mata sayazuluna malakul maut, sisi hatujui muda gani atatuteremkia malakul maut. Hatujui muda gani malakul maut atakuja kuchukua roho zetu katika haya masiku ambayo Allah tabaraka wa taala sisi ametupatia. Akishachukua roho zetu, ndugu zangu katika imani, wale watu wetu wa karibu watajikusanya, na wale watu ambao ni ndugu zetu pia, na watu mbalimbali ambao watakaoweza kusikia msiba wako watahudhuria, watakuja katika maeneo yale. Ndugu yangu katika imani, watakusitiri watu hawa. Lakini wakishamaliza kukusitiri, ndugu yangu katika imani, hawa watu wote wataondoka, watakwenda kushughulika na maisha ya dunia, watakwenda kushughulika na maisha ya dunia, watakwenda kupambana kwa ajili ya dunia yao, ili wapate kipato chao, ili wapate riziki zao. Haijalishi miamala yao wanaifanya, haijalishi shughuli zao wanazozifanya, watakuwa wako bize katika kukuombea dua wewe baada ya kuondoka katika dunia hii. Na hii ni sunna ya Allah tabaraka wa taala katika kusahau. Tukishakuhifadhi siku 2-3 tumeshakusahau tayari. Tukishakuhifadhi siku 2-3 tumeshakusahau tayari. Hatukukumbuki hata kwa dua. Maana kuna watu wanasema anafanya anavyojua yeye kwenye dunia hii, anaishi anavyojua yeye kwenye dunia hii, akitarajia walioko nyuma yake watakuja kumuombea dua. Mimi nataka nikuulize swali, hivi mzazi wako hana mzazi wake? Na yule mzazi wa mzazi wako hana mzazi wake? Je, huyu mzazi wa mzazi wako si mtu wa karibu yako wewe? Sio sababu ya wewe kupatikana kwenye dunia hii? Je, uliwahi hata siku moja ukakaa ukasema na muombea dua babu yangu au baba wa babu yangu? Ulishawahi kukaa siku moja ukasema na muombea dua? Umesahau. Wakati mwingine mpaka mzazi wako mwenyewe ameondoka kwenye dunia hii, au kumbuki hata kumuombea dua. Huenda unamuombea kwa mwaka mara moja au kwa mwaka mara mbili. Wallahi, wale waliondoka mbele yake, ndugu zangu katika imani, wanahitaji zaidi dua zetu sisi, lakini sisi tumeghafirika, na hiyo ndio sunna. Huu ndio mwenendo mwanadamu, kusahau. Sasa ukishajua na ukafahamu kwamba mimi ipo siku moja nitaondoka kwenye dunia hii, wanangu watanisahau, wajukuu wangu watanisahau, ndugu yangu katika imani, fadruk, gonga kila babil khair, kila mlango uliokuwa na khairi na wewe, kupia kila jambo lilokuwa na khairi na wewe. Ikiwa kwenye mlango wa sala, gonga mlango huo. Ikiwa kwenye mlango wa sadaka, gonga mlango huo. Ikiwa kwenye mlango wa funga, gonga mlango huo. Ikiwa kwenye mlango wa khairati mbalimbali, gonga mlango huo. Jalia yale matendo ambayo unayoyafanya ndiyo sababu pekee ambayo itakayoweza kukupelekea wewe kuishi salama katika nyumba mbili zilizobakia, na wala usiwategemee walioko nyuma yako kuwa watakuombea dua wewe. Watakusahau ndugu yangu katika imani. Tufanyeni khairati, tufanyeni matendo mazuri, tusidharau hata dogo moja katika jema, kwa sababu dunia yetu hii ndio dunia ya kuchuma. Ima uchume kheri zuri, ama uchume jambo baya ambalo litakalomkela na kumuudhi Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuona sasa umuhimu wa ufanyaji wa matendo kwenye dunia hii, na baada ya kuona manzila ya mwanadamu kwenye dunia hii, hiyo sio nyumba ya kuishi milele. Hapa unapita, umepewa muda maalum wa kuishi. Sasa Allah tabaraka wa taala akikujalia kulifanya jambo la khairati, akikupa nafasi ya kuifanya jambo lolote la kheri, usipoteze nafasi hiyo, itumie vizuri katika kuiandaa akhira yako. Ndugu yangu katika imani,
Fasual, matendo mengi ni mema, matendo mengi ni mazuri. Ni lipi tendo zuri ambalo mimi nimekubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala? Kama tuko pamoja, naamini tutafahamiana vizuri. Ni nani sasa tendo lake alilofanya yeye limekubaliwa? Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatuelekeza, wanawazuoni wetu tayari wameshatuelekeza. Ndugu yangu, ili tendo lako liweze kukubaliwa na Allah tabaraka wa taala, linahitajia sharti mbili. Sharti mbili tu inahitajia jambo hilo. Ili Allah tabaraka wa taala aliweze kulikubali, inahitajia sharti mbili ndugu yangu katika imani. Fashartu al-awwal, sharti ya kwanza, al-ikhlas. Tendo hilo ulifanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wa shartu athani, na sharti ya pili, al-mutabaa, umfuate Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwamba hilo unalofanya ni katika sehemu ya ibada. Ibada hii ameifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallama. Ndugu zangu katika imani, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na maneno yake mazuri anasema ya kwamba la yanfa'u qawlun wa 'amalun illa bi niyya, haitomnufaisha mtu tendo lake wala kauli yake isipokuwa kwa nia, aibi ikhlasi, akalifanya kwa ikhlasi tendo hili. Akasema wala tanfa'u 'amalun wa qawlun wa niyya illa bil mutabaa, na wala haitokunufaisha wewe tendo lako ulilofanya kwa ikhlas kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wala kauli yako uliyosema kwa ikhlas kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, isipokuwa liwe limefungamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa utazusha hilo jambo, utolipwa, utarejeshewa mwenyewe. Ndugu yangu katika imani, haya mambo mawili ni muhimu sana kuweza kuheshimu, ili mtu ajijue kuwa tendo langu limekubalika. Ashike mambo haya mawili, ikhlas, amtakasie Allah tabaraka wa taala hiyo ibada anayofanya. La pili, hiyo ibada anayofanya hakikisha ni ibada ambayo ameifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallama. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, al-Imam Ibn al-Jawzi, hapa tuweke vizuri, hawa ni wanawazuoni wawili, huwa mara nyingi watu wengi wanachanganya. Kuna Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, alafu kuna huyo al-Jawzi. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yeye ni mwanawazuoni katika karne ya 5, miaka 500, ambayo ni miongoni mwa wanawazuoni wa zama zetu na ni mwanafunzi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Lakini huyu Jawzi, huyu alikuwa kabla ya Ibn Qayyim al-Jawziyya. Yeye na maneno yake anasema kwenye kitabu kinachoitwa Sayyidul Khatib, anasema hivi: ma aqalla man ya'mal lillahi ta'ala khalisan, ajatatika mtu ambaye atakayefanya tendo lake hata kama ni dogo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Lianna akthara an-nas, kwa sababu ya watu wengi sana, yuhibbuna dhahir ibadatihi, wanapenda sana waonekane kwenye ibada zao. Wengi wanapenda sana waonekane kwenye ibada zao. Basi jua unatumia vibaya masiku yako ambayo Allah tabaraka wa taala amekupa uishi katika dunia hii. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala
na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yusia nafsi yangu na kusieni nani nafsi zenu kunako swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, bila ya kusahau ndugu zangu katika imani. Mada yetu ama ukumbusho wetu leo unasema ni nani ambaye matendo yake yamekubalika. Ndugu zangu katika imani, tumeona ya kwamba mtu ambaye matendo yake yamekubalika yana sharti zake ni mbili. Ya kwanza, tendo lako uwe umelifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na sharti ya pili, tendo lako unalifanya liwe ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallama amelifundisha jambo hili. Ndugu zangu katika imani, sasa swali lingine kama sehemu ya faida, na hapa tuwe makini. Watu wengi sana tunazembea katika maeneo haya. Kaifa akunu mukhlisan lillahi fi jamii a'mali, vipi mimi nitaweza kuwa ni mwenye kujitakasa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala kwenye matendo yangu yote ambayo ninayafanya, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza. Ndugu zangu katika imani, tunajua ya kwamba yupo adui mkubwa ambaye anatuvizia sisi kunako matendo ambayo tunayafanya. Ash-shaytan ar-rajim, huyo anatuwinda sana sisi. Kila jambo jema tunalolifanya yupo karibu yetu, lengo anataka aliharibu tendo hili tusilipo chochote na Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, sasa kuna mambo ambayo mambo haya waliyafanya salafuna salih. Tukiweza kuyafanya mambo haya, wallahi basi tutaweza kutengamaa na tutakaa sawa sawa kunako matendo ambayo tunayafanya. Ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza kabisa, ad-du'a. Tuwe na tabia ya kufanya maombi. Ndugu zangu katika imani, tunapomaliza ibada zetu tuwe na tabia ya kukaa kwa dakika moja tumuombe Allah tabaraka wa taala atukubalie matendo yetu. Tunawaona salafuna salih, watu wema wetu waliotangulia, akiwemo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu na wengine masahaba. Hawa walibashiriwa pepo ndio bado wanatembea kwenye dunia hii, lakini hawa mabwana walikuwa wanafanya khairati mbalimbali. Baadhi ya khairati wanazozifanya wanamuomba Allah tabaraka wa taala awakubalie kunako yale ambayo wao wanayafanya. Ndugu zangu katika imani, waqad kana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ilikuwa mara nyingi sana alikuwa akisema neno hili. Anasema, Allahumma ij'al 'amali kullahu salihan, ya Rabbi nakuomba jalia matendo yangu yote yawe ni safi, yawe ni matendo mazuri. Waj'alhu liwajhika khalisan, najalia matendo haya nayafanya niyafanye kwa ajili yako wewe. Wala taj'al li ahadin fihi shay'an, na wala usijalie ya Rabbi kwenye moyo wangu kukaingia chochote nikafanya tendo hili kwa ajili ya kumuonesha fulani au ya kufanya kwa ajili ya kitu fulani. Nifanye kwa ajili yako wewe Allah tabaraka wa taala. Hili la kwanza, kulingamana na muda. Jambo la pili, ndugu zangu katika imani, lakini hapa niweke tambii. Wengi sana katika sisi Waislamu tukimaliza mfano kufuturu hatuombi dua Allah tukubalie iftari zetu na funga yetu. Tukimaliza sala tunanyanyuka, tutatoa salamu imam, tunanyanyuka zetu au tunaondoka zetu. Ndugu zangu katika imani, kweli tuna yakini kuwa Allah tabaraka wa taala ametukubalia ibada yetu? Tuna yakini kuwa ibada tumeifanya kwa usahihi na Allah tabaraka wa taala ameshikubali? Tuna yakini hiyo Waislamu? Jambo la pili, ikhfa anil amal, ifiche tendo lako unalofanya. Kuwa na tabia ya kuficha tendo unalolifanya. Kama unapojitenga kwenye maasi, unapofanya utaki watu wakuone, basi kwenye jambo la khairi vile vile jifiche, watu wasikuone, kwa sababu kujificha kwenye jambo la khairat linakupeleka zaidi katika ukaribu wako na Allah tabaraka wa taala. Anasema Basra ibn Harith, anasema hivi, la ta'mal litudhkara, usifanye jambo ili watu wakutaje wakuzungumze. Iktumil hasana, ficha jambo lako jema, kama taktumi sayyi'a, kama unavyoficha jambo lako baya.
Na nyinyi mmeona katika wale watu 7 ambao siku ya kiyama watafunikwa katika kivuli cha Allah, miongoni mwao ni mtu ambaye aliyetoa sadaka yake kisha akaificha mpaka mkono wake mwingine ukawa haujui kitu gani kilichotolewa katika upande wa kulia kwake. Ndugu zangu katika imani, jambo lingine Waislamu, an-nadhar ila a'mali salihin, tutazame yale matendo ambayo walikuwa wakiyafanya watu wetu wema waliotutangulia. Wale watu wema waliotutangulia lazima sisi tuwaige wao. Tukiwaige watu wa zama zetu, wengi wanafanya hizi ibada kwa mapungufu makubwa sana. Sisi tuwaige wale watu ambao waliokwisha tutangulia katika masahaba, mitume, anbiya, masahaba, ulama, wanubala, wasuhada. Pia tuwaige hawa watu ndugu zangu katika imani. Tusome sira zao, tusome mienendo yao, tusome miamala yao walikuwa wakiifanya na watu. Tutafaulu ndugu zangu katika imani. Kulingamana na muda, la mwisho kabisa ndugu zangu katika imani, al-khawf min adami qabuli al-amal. Kuwa na hofu kwamba hili tendo langu mimi halijakubalika. Mambo yako mengi Waislamu, tumalizieni la mwisho kulingamana na muda. Kuwa na hofu kwamba hili tendo mimi halijakubalika. Muda wote utakaokuwa unafanya tendo lako Muislamu, kuwa na hofu ndugu yangu katika imani, isikana kwamba hili jambo mimi bado halijakubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana moja kati ya dua ya watu wema masalafu waliopita ndugu yangu walikuwa wanasema, Allahum ij'alil amala saliha wahfadh, ya Rabbi jalia matendo mema kwetu sisi na uyahifadhi. Na kuhifadhi matendo Muislamu ni kuacha kujiona kwamba wewe unaswali, watu unajigamba kwa watu, mimi naswali, mimi bwana, mimi naswali, au unafunga, au kujifakharisha kwa watu kuwa mimi ni mswaliji bwana, mimi ni mfungaji bwana, mimi ni mtu fulani bwana. Hapana, hifadhi matendo yako. Kuwa na hofu kana kwamba ya matendo hayajakubaliwa ndugu yangu katika imani. Tumalizie hadithi hii ya mwisho ambayo ameipokea al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Tirmidhi. Wanasema ya kwamba anna umma al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha qalat, bi Aisha siku moja alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kunako aya moja, akasema, ya Rasulullah, walladhina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajil. Ewe Mtume wa Allah, wale ambao wanaotoa vile ambavyo Allah amewapa na mioyo yao ina hofu, innahum ila rabbihim raji'un, wanaogopa, wanasema kwamba sisi tutarejea kwa Allah. Sasa Aisha alipofahamu akamuuliza Mtume, akamwambiaje? Huwa alladhi yasrif, huyu ndio yule anayeimba, wayazni, na anazini, wayashrabu al-khamra, na anakunywa pombe, wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla, na yeye anamuogopa Allah tabaraka wa taala. Ndio huyo alokusudiwa hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la ya bintu Abi Bakr Siddiq, hapana, sio hivyo, ewe bintu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Akamwambia, walakinnahum alladhina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa hum khaifun an la yutaqabbala minhum. Akamwambia, walakinnahum alladhina, hawa waliotaja hapo Allah aliwataja ni wale ambao yusalluna, hawa wanasali, wayasumuna, wanafunga, wayatasaddaquna, na wanatoa sadaka, wa hum khaifun, na aliyakuwa wao wanaogopa nini? An la yutaqabbala minhum, kwamba huenda wasikubaliwe matendo yao waliyofanya. Huenda matendo yao waliyofanya wasikubaliwe na Allah. Kwa hiyo wananyenyekea kwa Allah tabaraka wa taala, wanamuomba Allah, tukubalie matendo yetu, ukiwa na hofu kwa matendo yao hayajakubaliwa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mwogopeni sana Allah tabaraka wa taala, na tuishi vizuri katika masiku ambayo Mwenyezi Mungu ametupa,
kwa sababu ndio rehani yetu. Masiku tuliopewa ndio unwani yetu, tunaielezea maisha yanayokuja mbele yetu. Tutaishi vizuri hawa tutaishi vizuri. Tutumieni masiku yetu vizuri, tufanyeni matendo mazuri, tusiwatarajie walioko nyuma yetu eti watakuja kutuombea dua ndugu zangu katika imani. Tumwombeeni Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe miongoni mwa watu ambao wenye kusema, kusikia na kufuata yale ambayo wanasema na kuyasikia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.